Mei 13. Jumanne mwaka wa 2025. Wakristo bila Kristo. Wagalatia 2:20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Mungu aliahidi kukutumia Kristo, ambaye ndiye jibu la matatizo yote. Hata hivyo, watu walipoteza kushikilia ahadi ya Kristo walipokuwa wameanguka gizani. Ikiwa huwezi kumfurahia Kristo kihalisi ndani ya maisha yako, huwezi kushinda majanga na giza yanayokujia. Hivyo, lazima uthibitishe agano sahihi kupitia historia. Kwanza, Mungu alitekeleza agano la kutoka kupitia Musa katika zama ya Misri. Waisraeli waliachiliwa kutoka utumwani siku ile walioiweka damu ya kondoo kwenye miimo ya milango yao. Hii ilisababisha wao kuishi kwa kuzingatia maskani. Pili, watu wote wakakusanyika huko Mispa na kutoa sadaka ya kuteketezwa katika nyakati za Ufilisti. Wakati huo, Mungu mwenyewe aliangamiza Ufilisti. Tatu, kulikuwa na vita vya kiroho katika mlima Kameli wakati wa Aramu. Mungu alikuwa pamoja na Eliya alipopata ushindi wa kweli kwa kushinda manabii waliojazwa na nguvu za giza. 4. Wale waliochukuliwa mateka katika zama ya Babeli walishikilia maagano ya Remnant na Imanueli. 5. Paulo alifanya ukiri sahihi wa imani katika zama ya Roma. Alisema mwenye haki ataishi kwa imani pekee, maana hii ndiyo nguvu ya Mungu kwa wokovu wa kila aaminie. Shetani hupiga magoti tu mbele ya Yesu Kristo. Kwa hiyo, lazima uje kwa jibu lako kwa usahihi katika Kristo. Naomba utoe changamoto mwenyewe ya kumfurahia Kristo katika maisha yako. Ombi la leo. Mungu Baba, nije kwenye jibu langu katika Kristo na kuangaza nuru ya Kristo. Naomba vikosi vya giza kutoweka popote ninapoenda. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.